Karibu tena. Unayotazama ni Runinga Magharibi na hizi ni habari za Magharibi jioni, taarifa za utendeti na ambazo haziegemei upande wote. Moja kwa moja katika kitengo chetu cha mahojiano hii leo ni kuwa vijana wa Gen Z wameapa kuendelea na maandamano hadi wakati ambapo haki itapatikana baada ya mauaji ya mwanablogu ambaye pia alikuwa mwalimu Albert Ojwang. Mchanganuzi wa masuala ya siasa Julius Masinde anawataka vijana hao kufanya maandamano kwa misingi ya sheria. Julius alisema haya kupitia njia ya simu akiwa anahojiwa na mwanahabari wetu Brandford Namure. Nafikiri hatuwezi sema kwamba ilikuwa ni magari ya serikali vile, kwa sababu nimeona zile report kutoka NTSA inasema ya kwamba ile gari KR iliondolewa kwa system ya NTSA nafikiri 2016 na ile ingine ikaondolewa 2020 kwenye system za NTSA. Ideally inamaanisha kwamba either hiyo magari ilikuwa inatumika na wezi na majambazi, zile number plates zinatumika na wezi na majambazi, au vile unasema pengine kuna watu katika asasi za serikali ambao pengine waliamua kutumia shughuli ya maandamano hapo jana kuonyesha kwamba kuna vurugu kidogo, ili kutoa pengine sababu ya utumizi wa nguvu kupita kiasi kwa raia. Lakini kulingana na mimi, maandamano yalikuwa kuweza kutafuta haki kwa sababu ya familia ya Ojwang na wengine wengi ambao pengine wameweza kuuawa kwa njia ya sintofahamu mikononi mwa polisi. Kwa hivyo yes, katika nafasi kama ile nafikiri kile ambacho askari polisi atahitajika kufanya ni kujilinda, kwa sababu ndiposa askari aweze kumlinda raia wa kawaida mpaka hakikishe kwamba usalama wake uko katika hali iliyo shwari. Kwa hivyo ikiwa mtu amemtolea askari polisi ambaye ana silaha, ambaye ana bunduki ya risasi, kisha unamtolea panga, unataka kumkata kwa panga, nafikiri ni utakuwa unaomba maombi ya kutaka ile mkuki wa risasi ukaweze kutumika. Sioni kama kuna jambo lingine ambalo kama raia tutakuwa tunatafuta tukifanya hivyo. Kumekuwa na hofu haswa kutokana na mauaji ya bloga huyu kwa jina Ojwang ya kwamba huenda ikawa kuna watu ambao walitarajia kutakuwa na msukumo uliokuwepo mwaka jana na ukawa haujafanyika. Kwa hivyo wale ambao pengine wanaungana na upinzani katika shughuli zao, ninasema haya kutokana na udadisi ambao unafanyika, wale ambao wanaungana na upinzani ikawa wamenyemelea asasi ya polisi au tume ya polisi, na kisha kutafuta wale ambao wanaitwa sympathizer. Hizi ni dukuduku tu, zinahitaji kuthibitishwa na uchunguzi ambao unaendelea ili wakaweze kumuondoa, kwa sababu naibu inspector generali wa polisi alikuwa ametoa malalamishi kuhusu kuna udadisi tu kwamba walitumia ile nafasi ili kuweza kuhakikisha kwamba Ojwang ameuawa ili kuleta hamaki katika jamii, ndiposa msukumo dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2025 ukatokee kutokana na mauaji ya Ojwang. Hayo ni mambo ambayo yanahitaji kuchunguzwa kwa kina, lakini nilivyosema, nafikiri kile ambacho amefanya waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi ni kwamba katika miezi miwili iliyopita amejitokeza wazi ili kuweza kuelimisha umma kilichoko katika mswada ule wa kifedha na pia katika mipangilio ya serikali katika bajeti. Kwa hivyo sioni kama kutakuwa na msukumo zaidi kuhusu bajeti au kuhusu mswada wa kifedha, ila tu ni kutarajia kwamba mambo mengine ambayo yanachipukia yasiweze kututoa kama Wakenya kuweza kuzingatia na kuangalia na kupiga msasa zaidi mswada wa fedha na pia bajeti aliyoiwasilisha hapo jana waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi.